Naam, kama kawaida mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu popote uliko, hizi ni habari zetu za asubuhi ya leo tarehe 11 mwezi Novemba mwaka wa 2025. Kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hii ni Amani TV Media na mimi ni mtangazaji wako Ramsey Ramadhani. Karibu kuambatana nasi kwenye habari zetu za asubuhi ya leo upate kujua yote yanayojiri uko kwenye uwanja wa vita jimboni Kivu Kusini, lakini pia jimboni Kivu Kaskazini. Asubuhi ya leo mpendwa wa msikilizaji, utakujuza kile ambacho kinaendelea uko kwenye uwanja wa vita. Hivyo ili uendelee kupata habari za nchi kutoka mashariki ya DRC, na kusihi tu wewe kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi. Na bila shaka natumai ya kwamba utakuwa salama usalimini, na sasa tufungue kurasa wetu wa habari za asubuhi ya leo na habari kutoka uko kwenye milima mirefu ya tarafa la Fizi, Itombwe na Mwenga ambako hali ya sitofahamu endelea kushuhudiwa huko baada ya mapambano makali iliyoripotiwa siku zilizopita kati ya vikosi vya wahasi wa Ngomino Turaneo Red Tabara washirika wa M23 dhidi ya jeshi la taifa FARDC wakisaidiwa na wazalendo. Kwa taarifa za hapo awali ni kwamba wahasi wa Ngomino Turaneo waliweza kushambulia kambi ya FARDC na kuchukua udhibiti wa maeneo hayo, ikiwa ni maeneo ya Bilalo 2.0 pamoja na Tuetue. Lakini sasa kipi ambacho kinaendelea kwa sasa baada ya wahasi kuweza kusonga mbele kiasi hicho na kuchukua moja kati ya sehemu ya jeshi la taifa FARDC ambako kulikuwa ngome yao kubwa? Wazalendo wanatangaza hadharani ya kwamba wako tayari kupambana kuchukua maeneo yote ambayo wahasi wanayadhibiti huko kwenye milima mirefu ya tarafa la Fizi, Itombwe na Mwenga. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, kabla ya wahasi hawajatekeleza mashambulizi dhidi ya ngome ya jeshi la taifa FARDC, na kusihi kusikiliza kwanza jinsi mambo ilivyokuwa kutoka kwa wazalendo, wakishuhudia kwamba mpango uliopangwa kwa kuweza kupambana dhidi ya ngome za FARDC pamoja na wazalendo ulikuwa unalenga pia kuchukua udhibiti wa maeneo yote ya milima mirefu na mifupi ya tarafa la Fizi, Itombwe na Mwenga. Lakini licha ya waasi kusonga mbele kiasi hicho, wazalendo endelea kuimarisha ngome zao na kutangaza kukomboa maeneo yote ambako waasi wanayadhibiti. Kile ambacho kinaendelea kwenye milima mirefu, sikiliza jinsi mambo ilivyokuwa kabla ya waasi kusonga mbele na kuchukua maeneo na kuchukua udhibiti wa maeneo ya 0.0 ambao kwa sasa wanaendelea kushikilia sehemu hiyo, huku wazalendo wakiwa upande mmoja pamoja na jeshi la taifa FARDC. Nafikiri Wanyarwanda wamejipanga mu milima mirefu ya Uvira, Fizi na Mwenga. Siku ya pili kulikuwa kikao pale Mikenge, wakaitana wote, na wenyewe walikuwa Minembwe, na wenyewe walikuwa Kitavi, na wenyewe walikuwa Rugezi, baadhi ya wenyewe walikuwa Rugezi, baadhi ya wenyewe walikuwa Kahwera wachache. Wote siku ya pili na siku ya tatu ya hii wiki iliyoisha jana, hii wiki iliyopita, wakawa wamefika Mikenge na kufanya kikao, wajipange gisi wanaweza kutushambulia, usudi wafanye ushambulizi, kambi zetu zote zipigwe kwa siku moja, tena majira ya usiku. Nafikiri mazungumzo yalifanya siku mbili, usiku na mchana, wakizungumza na kupangana gisi wanaweza kutupiga vita haraka sana iwezekanavyo, na walimaliza kupanga programu zao. Kwa niaba ya mtangazaji wetu ambaye hakutaka jina lake litajwe juu ya kuhofia usalama wake, alikamilisha kinaganaga, akasema ya kwamba kweli na hakika, ndugu zangu wazalendo, ndugu zangu wa Kongomani, ndugu zangu wa FARDC wote kwa jumla, mahali mulipo, wapendelevu wa hii nchi ya Kongo, adui Mnyarwanda amemaliza mpango wa kutushambulia siku kwa siku. Wataleta mashambulizi na itakuwa mashambulizi ya usiku. Wenye watapiga kipupu wamewatayarisha, watakuya njia ya Mibunda, mule mumapori ya Mibunda ile mpaka Tabunde na kuingia kipupu. Wenye watapiga kipupu
watakuya njia ya Mibunda, bakatayarisha benye batapiga bijombo. Kwa sai tuko tunaongea, wako Kirumba fasi wanaita Bisumo, wako fasi wanaita Kihamba, hao wanajitayarisha kupiga bijombo. Wenye watapiga Mugeti wako Kinyoni, wengine wako fasi wanaita Warumafura. Tujuru ni Kinyoni, ni Kajembwe. Na wenye watapiga nafikiri pale Kupwenzero, balisema nao tayari wanakuwa bilalo mbili kule chini mkalingi mle mbonde la Kalingi. Hivyo ndivyo wamejipanga. Na wenye watapiga pale pale Mikarati, wenye watapiga pale Mikarati kusoko ya posho, wamekwisha kujipanga sawasawa pale mu maeneo ya Mikenge. Benye biko Mikenge batapiga Mikarati, benye biko Mibunda batapiga Kipupu, benye biko Kihamba na Kirumba banajipanga batapiga bijombo, benye bako Kinyoni na Kajembwe ndio benye batapiga Mugeti. Na abo bote batapiga siku moja tu, tena majira ya usiku, kusudi pasikuwe na msaada kutoka kulia au kushoto, pasikuwe mwenye ataenda saidia mwenzake, na pasikuwe mwenye atakuwa naona adui anatokea ngambo gani, sababu ni majira ya usiku. Hiyo habari imejulikana kinaganaga. Wazalendo wote wa teni civile, wa teni militaire kwa sasa wamekwisha kuelewa kinaganaga kwamba huyu Mnyarwanda ni adui, ni muuaji, na hawezi hata kusensibilize mtu moja au wawili mwenye anaweza kujiripoti tena kwa M23. Haiko. Watu wote wamekwisha kuelewa mzuri kwamba ni mabandia, ni wauaji, walikuja kwa ajili ya kuua, kupora na kutokomeza Wakongomani. Hivyo ndivyo wamepanga plan ya kupigana vita, lakini habari imekwisha kujulikana waziwazi, na watapigwa mzuri, watayaona mawengi. Hivi vijana wamepamba maua, na hivi wamekuwa wima, wamefunga mikaba, wamefunga viatu. Mungu wa miungu iko mbali nasi. Tutapigana na hawa Wanyarwanda kwa makali ya upanga, kwa bunduki, kwa fimbo, kwa bulozi, kwa maombi, kwa njia yote ile watakayojitokeza kuwayo. Tutawachanja mpaka kieleweke. Na sasa tutoke huko kwenye milima ya tarafa la Fizi, Itombo na Mwenga, tuelekeze moja kwa moja huko Uvira, ambako wakati hali ya wasiwasi inaendelea kushuhudiwa huko kwenye maeneo ya Fizi, Uvira na Mwenga, mashariki mwa DRC, kamanda wa kizalendo Mheshimiwa Makanaki Kasimbira John amewaomba wazalendo wote kuwa tayari. Pia ametangaza kuanzisha msako ili kubaini yeyote anayetumika na waasi kwa lengo la kuwaibia waasi siri za wazalendo. Huyu anasema ni kipindi cha wazalendo kuwa tayari na kutokuwa na uoga, kwa sababu hali inaendelea kuwa tete, lakini pia endelea kuwapa moyo wakahaji wa tarafa la Uvira kusema ya kwamba waasi hawataweza kukanyaga ndani ya mji wa Uvira ikiwa bado wazalendo wanapatikana huko ambako walipo. Makanaki Kasimbira John na ujumbe wake mzito, huyu hapa, msikilize. Ninawasihi sana wakubwa wetu wa serikali zima Kongo, wazalendo wote wa Vesaja mwingine, wa chef d'avenue, wa nyumba 10, wa chef de groupement, wa de quartier, wa maire de la ville, wa administrateur, wa procureur, wote na wasalimia sana na gouverneur wetu, wala wa gouverneur wetu wa Sud Kivu yetu, na waja wote wa leta, wala wa aja wote wa serikali yetu zima ya Kongo. Mimi ni kiongozi Makanaki Kasimbira John, please, na wasalimia kwa saa za asubuhi. Message napenda kuwaambia, kila siku niko nasema tutoshe boga na mashaka, na mimi Makanaki ndio nazungumuza vile tutoshe boga na mashaka. Hii message napenda kupana message hapa katika mji wetu ya Uvira. Tuko muvita, tuko mu operation, na operation haitafika hapa Uvira. Ile ni ndoto ya Farao. Niliwaambiaka haitafika hapa kupitia Yesu Kristo mwa Nazareti, na tutapigana hadi mwisho, hadi objectif yetu kwenye iko. Naamini adui iko na mbinu mingi, lakini ile mbinu yake yote tunaikanyaga kupitia jina la Yesu. Adui alikuwa na mbinu ya kusema
ashuke na Rusizi yote, achomokee hadi Uvira, na wala achomokee mumakwe fulani fulani wala manja fulani fulani. Naamini Mungu alalaki kila kitu. Mungu anatoshaka wazi, Mungu anatosheka kila kitu wazi. Tutoshe boga na mashaka, bene kutetea mwingine wala mwene kufia nchi yake aikalaki moga. Hapana kusema utafungwa utafua nini. Weye fungwa, ukubali, uko na unatetea nchi yako, na kama utakufa ukufa uko natetea nchi yako. Na yua kama M23 kweli ilitumaka pesa hapa Uvira, na ile pesa tulifuatilia sana mufaso zote. Kuna baautorite balihusika kuzile pesa. Ni mimi Makanaki Kasimbira John ndio niko nasema bila boga bila mashaka kupitia Yesu Kristo mwana Nazareti, bila mashaka. Na abo baofisie bamoja ni baofisie banahusika kutumika kuma frontiere, ni baofisie bamoja banahusika kutumika ku frontiere. Papite mwetu, papite inga, papite nini, kila kitu iko na uhakika, na niko nafuatilia hadi mwisho. Na neno ya pili nafuatisha pale, wala nirudie tu kwa ile pointi ya kwanza. Tunaendelea na kufuatisha sana wala kufuatilia ile dossier ya kusema adui iko naongea na banani pale ku frontiere. Na sipendi wala hatupendi watu wa kutuvuruga akili, hatupendi kabisa. Muache tufuatilie vitu yetu kama vile wazalendo, muache tutumike kazi gisi na stahili, tutoshe boga na mashaka. Kwa maana wale kufia inchi haiko mwene kufia kuku ya mtu wala mbuzi ya mtu, hapana. Tunapigania nchi yetu ya Kongo kwa ajili turekupere inchi yetu, kwa maana hakuna mtu mwene alitulikrite mu inchi yetu ya Kongo. Tuko baraia, tuko wazalendo, tunafia inchi yetu. Ifale tufuatilie inchi yetu, pasikwe mtu wa kutuvuruga. Vraiment na wasi sana wa viongozi wa Kongomani, na wasi sana wa viongozi wa Kongo nzima, na si sana wazalendo, na si sana serikali yetu ya Kongo, na si sana wa viongozi wote ya FARDC. Vraiment mutuachie ta tufuatilie hadi mwisho. Atupendi mambo ya giza, mambo ya nini. Neno ya pili nafuatilia sana, kuna watu walikuwa wa policier, kuna mu FARDC wala wa polisi yetu la Kongo hapo Bukavu hadi Goma, lakini wale batu baliingia mu masantre ya brassage uko Rumangabo ku force za M23, lakini kitu ya ajabu inakuwa kila saa usiku mchana biko banashuka franga yabo weko huko banachapokea franga. Aye batu banatoka mu masantre ya brassage Rumangabo ku force za M23, kila wakati nakuwa kuingia hapa Uvira banafuata franga yabo. Juu ya nini? Mbele hapa kuzifataka. Na wasi sana viongozi tuwe makini, na wazalendo wote tuwe makini, atupendi mtu akutufuruga. Ni mimi Makanaki Kasimbira John ndio napana hii message. Tuko kimya na tunaheshimia viongozi yote. Papa komanda region yetu ya Uvira kama vile wa 10e region, na komanda secteur wetu tunapijivire. Napenda kuambia hapa vraiment kama tunafuatilia vitu mutuachie ta, kwa maana ma message eko mingi na za bongo na za kweli, lakini mimi Makanaki nasema hizo message na mimi nazifuatilia ni za ndani. Na abo ba policier be banamwangika hapa Muvira ni batu balifanya mabrassage mu M23 uko Nord Kivu uko Goma. Sasa ifo tuwafuatilie sana, tuyue banakuya munjia gani, na wajue kama nakuya munjia mbaya bataishia bote hapa Uvira. Pasikuwe mutu wa kulalamika na pasikuwe mutu wa kuwatetea wala intervention, hapana. Tunakatala kabisa, tunakatala. Na mimi nafuatilia ile mambo ya mafrontiere, nafuatilia mambo ya mbele kule yeneo inahusika na kazi na kizalendo yote kwa Kongomani yote. Okay, neno namalizia ndani. Napenda kuambia autorite washahuri zile force za FARDC zile ziko ku frontiere. Vraiment nawaambia kama vile kiongozi Makanaki Kasimbira John, nasema kabisa bila boga bila mashaka, waambie kabisa zile force za FARDC ziko kuma frontiere.
Sisi kama tuko pale, hatuko dependre na FRDC. Hapana, tulijitoa kupigania nchi, na kumbe kama tutaikaa kwa amani, tuikale chini, tufuatilie ile mambo ya frontiere. Jeshi iko pale, na sisi sana wa viongozi washaurie wa jeshi wa FRDC wa frontiere kusema eti hakuna mzalendo atafika pale ku frontiere, waziwie mzalendo afike pale ku frontiere, wafungulie wazalendo safe pale ku frontiere. Vraiment ile mambo nilichukia na mile mambo ilinikwaza. Nasema kama kiongozi, mie ni Makanaki Kasivika John, nasema kama vile kiongozi. Vraiment mie siko mtoto mdogo, niko mtu mzima na akili, na niko leader. Na mie niko leader kwa kupigania, na tuko ba leader wazalendo kupigania mwingine. Hatuko juu ya kupiga masasi ovyo. Na kama jeshi kwa jeshi wanapigana risasi, manake kuko kitu baliiba bawili bakakosana, wala balipigana juu ya bwizi ya pesa yabo, wala balipigana juu ya mabulevi yabo. Haiko viongozi wala kapasiti yangu mimi Makanaki. Hapana, mimi najua kitu gani niko ndani, na ninafuatilia kitu nilituma mimi nashika silaha na ninatiwa kuwa mzalendo. Ndio najitosha mwili yangu ni mbolea ya nchi. Mshauri sana wale wasoda wa FRDC benebiko ku frontiere, wabashauri sana 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 sana, wachie wazalendo na ule mzalendo anafanya desordre, tutamtia chini, tutamshauria, lakini asiseme eti hakuna mzalendo atafika pale. Hapana, hapana kabisa. Ile mambo vraiment na si wa viongozi waangalie mbali sana, waangalie mbali sana, waangalie mbali sana, waangalie mbali sana. Basi sema Uvira kuna kwa hivi. Hapana, hapana. Na wasi sana viongozi, muwe makini sana, mfuatilie bale wasoda viongozi wana deploy pale frontiere. Sio wazalendo tuko na droit ya kudeployer pale, kutia basoda pale ku frontiere bila boga, bila mashaka. Lakini baseme mzalendo afike pale bamfungulie safe, washauri bale basoda biko kuma frontiere, na wasi sana 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 sana. Ndiyo ni mimi kiongozi Makanaki Kasivika ndio nazungumuza. Ni mimi Makanaki Kasivika John ndio nazungumuza. Na hii message muikamate kwa makini sana. Asante, Mungu atubariki na tushinde katika jina la Yesu Kristo mwana Nazareti. Asante. Na tukusalia tu huko Uvira daima ni kwamba mwanajeshi mmoja wa jeshi la taifa FARDC ameuawa na wenzake jeshi siku ya Jumapili tarehe 9 Novemba mwaka wa 2025 katika eneo la Kavimvira mjini Uvira. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, mwanajeshi huyo alikuwa amelewa na alijaribu kumshambulia kamanda wake kwa kutumia granade. Chanzo kutoka asisi za kiraia kimesema kwamba mwanajeshi huyo wa FARDC aliyekuwa amelewa aliuawa baada ya kujaribu kumuua kamanda wake kwa kutumia bomu la kurusha kwa mkono. Kwa upande wake, Kiza Tinuko ambaye ni mwenyekiti wa vijana mjini Uvira amesema kwamba chanzo cha tukio hilo ni mgogoro wa kifamilia ambapo marehemu alimtumu mwenzake wa kazi kwa kumtongoza mke wake. Taarifa zaidi kutoka kwa vyanzo vya kiraia zinasema kuwa kabla ya mauaji hayo, askari polisi pamoja na jeshi walijaribu kuingilia kati ili kutuliza hali ya mvutano, lakini mwanajeshi huyo alikataa kutii amri. Katika hali ya tamruki iliyoendelea, ndipo wenzake walilazimika kumpiga risasi na kumuua papo hapo. Hadi sasa mamlaka za kijeshi mjini Uvira hazijatoa tamko rasmi kuhusu tukio hilo, lakini wakaaji wa eneo la Kavimvira wameeleza masikitiko yao, wakitoa wito kwa viongozi wa jeshi kuchukua hatua madhubuti za kudhibiti tabia za ulevi na mgogoro wa ndani kati ya vikosi vyao. Ruchuru. Asubuhi ya tarehe 10 Novemba mwaka wa 2025 imekabiliwa na wasiwasi mkubwa sana kwenye kijiji cha Kinyankuku kilichopo kwenye kikundi cha Bukombo, eneo la Ruchuru mkoani Kivu Kaskazini. Huko ni mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo.
Hali hii inatokana na mapigano makali yaliyozuka kati ya vikosi vya waasi wa AFC M23 dhidi ya wapiganaji wazalendo wanaoungana na majeshi wa CMC na pamoja na jeshi la FDP. Kwa mujibu wa vyanzo kutoka maeneo hayo ni kwamba vita hivyo vilianza usiku wa kuamkia tarehe 10 baada ya waasi wa AFC M23 kushambulia ngome za wazalendo wa CMC. Mashambulizi hayo yalihusisha matumizi ya silaha nzito na nyepesi, huku milio ya mizinga na milipuko ya mabomu ikisikika hadi asubuhi ya tarehe 10 Novemba mwaka wa 2025, umbali wa takriban kilomita 15 kutoka kituo cha mji wa Kichanga. Taarifa zinaeleza kuwa kutokana na hali hiyo, wananchi wamekosa uwezo wa kufika mashambani, hasa katika maeneo ambayo yanazunguka Kichanga kwenye barabara ya kuelekea Bukombo. Shughuli za kilimo zimesimama kabisa, jambo linaloongeza wasiwasi kuhusu upatikanaji wa chakula katika eneo hilo. Hali hiyo imehasiri pia kijiji cha Kiahamba ambacho kinaripotiwa kuguswa na mapigano hayo. Kwa sasa bado haijafahamika ni wanane ambao wamedhibiti eneo hilo la Kinyakuku. Hata hivyo, taarifa za hivi punde kutoka kwa wakahaji wanasema kuwa milio ya silaha nzito imesimama na utulivu umeanza kurejea, ingawa hofu bado inatanda miongoni mwa wakahaji. Mashirika ya kiraia na viongozi wa eneo hilo wanatoa wito kwa pande zote mbili kusitisha mapigano na kuruhusu raia kuendelea na shughuli zao za kawaida. Watu wengi wanalazimika kubaki manyumbani mwao wakiwa na hofu ya kurejea kwenye mashamba yao kutokana na uwezekano wa mapambano hayo kuanza mara tena. Haut-Katanga. Asubuhi ya tarehe 10 Novemba mwaka wa 2025 imekuwa siku mbaya sana kwa wakahaji wa huko Haut-Katanga, ambako ajali mbaya barabarani imesababisha vifo vya takribani watu 10 katika barabara kuu ya Kasumbalesa iliyoko katika mkoa wa Haut-Katanga mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa mashuhuda waliokuwa eneo la tukio, anasema kwamba ajali hiyo ilitokea baada ya magari mawili yaliyokuwa yakisafiri maeneo tofauti kugongana uso kwa nguvu kubwa. Picha zilizowekwa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha miili ya watu kadhaa ikiwa inapatikana barabarani, mingine ikiwa imekwama ndani ya gari iliyoharibika vibaya. Baadhi ya vyanzo vya habari vinaeleza kuwa chanzo cha ajali hiyo huenda ni mwendo kasi uliounganishwa na barabara iliyotereza kutokana na mvua iliyokuwa ikinyesha asubuhi ya hiyo jana. Hadi kufikia mchana wa tarehe 10, mamlaka za eneo hilo hazijatoa taarifa rasmi kuhusu idadi kamili ya vifo au majeruhi waliojeruhiwa kutokana na ajali hiyo, lakini juhudi za uokoaji na uchunguzi zinaendelea kwa kina zaidi. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, na hapo ndipo tunaweka nukta katika habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 11 mwezi Novemba mwaka wa 2025. Niseme shukrani kwako ambao uko nasi asubuhi na jioni, muda wote ambao tunapeperusha habari zetu na kuwa wa kwanza kutufuatilia. Lakini pia ikiwa ni mara yako ya kwanza kupitia channel yetu, na kusihi kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kushare, ili unapata habari za nchi kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tukutane tena katika habari zetu za hapo baadaye, na kuaga kusema bye bye.